Namba 12 katika Biblia inaonyesha utawala wa Mungu, mpangilio wa Mungu, ukamilifu wa kiungu. Ni namba ambayo Mungu hutumia kuonyesha mfumo wake wa uongozi duniani na mbinguni. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 12, Biblia inasema, ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye malango 12. Mungu afanyi mambo kwa bahati mbaya. Kila kitu kina mpangilio wa kiungu. Tunaona asili ya taifa la Israeli lilitokana na wana 12 wa Yakobo. Taifa la Israeli linaanza kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Yakobo. Kutoka kwake wanazaliwa wana 12 ambao wanakuwa makabila 12. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 35 mstari wa 22 mpaka 26, Biblia inasema, hawa ndio wana wa Yakobo waliozaliwa huko Padani Aram. Mungu huanza na mtu mmoja. Familia moja ni msingi wa taifa. Kila mtu ana nafasi katika mpango wa Mungu. Kwa hiyo unapoiona hesabu ya namba 12 ndani ya Agano la Kale na ndani ya Agano Jipya, nimesema maana yake namba 12 katika Biblia inaonyesha utawala wa Mungu, mpangilio wa Mungu, ukamilifu wa kiungu. Ni namba ambayo Mungu hutumia kuonyesha mfumo wake wa uongozi duniani na mbinguni. Utaona wakati Joshua akiwa anaongoza taifa la wana wa Israeli, baada ya uongozi wa Musa kuishia jangwani, Joshua alipokuwa akiwaongoza wana wa Israeli kuwapeleka Kanani. Ukisoma katika Joshua sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7, Biblia inasema, haya yatakuwa ishara kati yenu. Maji ya Yordani yalikatika mbele ya sanduku la agano la Bwana. Mungu anataka kumbukumbu za matendo yake. Kuvuka Yordani, kuacha maisha ya dhamani. Hakuna kuingia ahadi bila mabadiliko. Kwa hiyo unaona mwendelezo wa namba 12. Ilianza na taifa la wana wa Israeli, na Mungu bado anaendelea na huo mwendelezo kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Tutaona jinsi ambavyo Yesu anaitimiza hii namba 12 ndani ya Agano Jipya. Katika mwendelezo wa hii namba 12 utaona madhabahu aliyoijenga nabii Eliya. Eliya alijenga madhabahu kwa mawe 12 ili kuwakilisha makabila yote ya Israeli. Ukisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 31, Biblia inasema, Eliya akatwaa mawe 12 sawasawa na hesabu ya kabila za wana wa Yakobo. Ibada ya kweli, tunaona, huunganisha taifa lote. Mungu urejesha utambulisho uliokuwa umepotea. Unaona muunganiko wa hii namba 12 sio muunganiko wa kawaida, na sio namba ambayo unaweza ukaisoma kiserufi,
bali namba 12 inawakilisha utawala na ukamilifu wa kiungu. Katika Agano Jipya tunaona sasa Yesu Kristo, yeye kama anayetimiza kile kilichoanzishwa katika Agano la Kale. Tunaona Yesu anachagua mitume 12 kuanzisha, maana yake utawala wa kiroho. Ukisoma katika Luka sura ya 6 mstari wa 12 na wa 13, Biblia inasema akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume au wanafunzi wake, ambao tunaweza tukasema wanafunzi wa Yesu. Yesu anajenga Israeli ya kiroho. Agano Jipya ni utimilifu wa Agano la Kale. Kwa hiyo mwendelezo wa kanisa maana yake ulianza baada ya ile siku ya 50 ya Pentekosti, ambayo kwa Kigiriki au kwa Kiyunani, ile siku Roho Mtakatifu alishuka kwa watu wote waliokuwa wamekusanyika katika ule ukumbi wa ibada pale Yerusalemu. Hiyo siku ndipo kanisa lilipozaliwa. Kwa hiyo kila anayemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anahesabiwa katika huu mfumo, ya kwamba kuanzia wanafunzi 12 kupitia wao dunia yote, ulimwengu wote ukafikiwa na Injili. Somo hili litakusaidia ili uendelee kubaki katika mpango wa Mungu. Kwa nini Elia alikubali kupanga madhabahu ya mawe 12? Ni kwa sababu aliendeleza kile ambacho Mungu alikianzisha. Kwa nini Joshua aliamua kuchukua mawe 12 baada ya kuvuka mto wa Yordani? Kwa sababu na yeye alitaka kubaki kwenye mpango wa Mungu na kuuendeleza. Kwa hiyo leo watu wengi wanaweza wakauacha mpango wa Mungu na kuanzisha mambo mengine ambayo yanafanana na imani, na wakifikiria ya kwamba bado wao ni watumishi wa Mungu, na wakifikiria kwamba bado wanawaongoza watu kuwapeleka sehemu sahihi. Kumbe unapouacha mpango wa Mungu kwa makusudi, maana yake utakuwa umemwacha Mungu mwenyewe. Hicho unachokifanya kwa kutoa jasho, hicho unachokifanya kwa nguvu zako zote, kitakuwa ni hasara ile siku ya mwisho. Ni vyema unapoisoma Biblia, Roho Mtakatifu akusaidie, maana yake upate neno lililofunuliwa ambalo kwa Kigiriki linaitwa logos, badala ya kutembea katika neno ambalo halijafunuliwa, ambalo kwa Kigiriki linaitwa lema. Kwa hiyo ndugu yangu, somo hili litaendelea kukusaidia ili uweze kubaki kwenye mpango wa Mungu ulio mkamilifu. Hapa duniani yote yanayoendelea hakuna jambo jipya, bali yote ambayo yapo yalishatokea. Maana yake watu wanafanya marudio kwenye kile ambacho kilishatokea. Kwa hiyo ni heri uendelee kuwa mwaminifu katika mpango wa Mungu. Endelea kuwa mwaminifu katika wito ambao Mungu amekuitia. Endelea kuwa mwaminifu katika nafasi ambayo Mungu amekuweka kama mshirika muumini ndani ya kanisa. Endelea kuwa mwaminifu. Mungu amekuweka kuwa kiongozi ndani ya kanisa ili uweze kuwaongoza watoto wake ambao Yesu aliwafia pale msalabani. Akamwaga damu kwa ajili yao. Maana yake endelea kuwa mwaminifu kukaa katika huo wito. Usitamani kuwa kama fulani, tamani kuwa kama Yesu.
Usitamani kufanya kama watu wengine wanavyofanya, bali angalia mpango wa Mungu na kusudi la Mungu likoje. Yesu anaendelea kufunua utawala na ukamilifu wa kiungu. Namba 12 inawakilisha utawala na ukamilifu wa kiungu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 20, Biblia inasema, wakayaokota mabaki ya vipande vya mikate vikapu 12 vilivyojaa. Vikapu 12 vya mikate. Baada ya Yesu kulisha watu 5,000, wanawake pamoja na watoto hawakuhesabiwa, vilibaki vikapu 12. Maana yake nini? Mungu atoi kidogo, anatoa kwa wingi. Neno la Mungu linajitosheleza kwa kila mtu. Kwa hiyo maana yake Yesu aliendelea kufunua ile namba 12 kwa kufanya muujiza wa vikapu 12. Ukisoma Biblia yote kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, ukikutana na neno ambalo linaitwa mkate, maana yake lilikuwa likiwakilisha neno. Neno, hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno akauvaa mwili akawepo katikati yetu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana utaona uthibitisho wa hiki ninachokisema kuanzia sura ile ya 1, ukisoma mstari wa 1 mpaka wa 14. Kwa hiyo ina maana ya kwamba huu mkate ambao ulikuwa ukifunuliwa pale ni kwamba ulikuwa ni mkate kama mkate chakula, lakini kulikuwa na ufunuo ya kwamba watakapoendelea kusikiliza yale maneno ambayo Yesu ameyasema, maana yake watakuwa na utoshelevu ndani ya maisha yao. Hawatakuwa tena na njaa ya kuto kuyasikiliza maneno ya Mungu. Kwa maana hiyo, Yesu aliendelea kujifunua ndani ya taifa la Israeli na sasa ndani ya kanisa, ya kwamba yeye ndiye aliyeleta ukamilifu wa kile ambacho kilianzishwa katika Agano la Kale kama kivuli, na Agano Jipya sasa yeye ametimiza yote. Kwa hiyo kupitia Yesu Kristo tunapata utoshelevu. Kupitia Yesu Kristo tunakamilishwa. Kwa hiyo nje ya Yesu Kristo hakuna kukamilishwa. Nje ya Yesu Kristo hakuna uzima. Nje ya Yesu Kristo hakuna kupata uzima wa milele. Kwa hiyo ndani ya Yesu Kristo tunapata uzima wa milele, tunapata utoshelevu, hakuna kwenda jehanamu ya moto. Kwa hiyo unapomkataa Yesu Kristo, maana yake umechagua upande ulioferi, na mwisho wa huo upande ni jehanamu ya moto. Kwa hiyo Yesu alichagua mitume 12 kuanzisha utawala wa kiroho. Yesu anajenga Israeli ya kiroho. Agano Jipya ni utimilifu wa Agano la Kale. Mungu atoi kidogo, anatoa kwa wingi. Neno la Mungu linalotosheleza kila mtu. Kwa hiyo umepata maana ya namba 12, vile vikapu 12 pamoja na wanafunzi 12 wa Yesu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 4, hiki kinaitwa kitabu cha unabii. Na viti vya enzi 24, utaona kule kuna wazee 24. Wazee 24 ni muunganiko wa makabila 12 ya wana wa Israeli, Agano la Kale.
mitume 12 Agano Jipya. Kwa hiyo unapoona wazee 24, ile ni picha ya uhalisia kwamba Mungu anaunganisha taifa, kuanzia taifa lake ambalo alijichagulia, ambalo ni wale watoto 12 wa Yakobo, ambao walitengeneza taifa ambalo leo linaitwa Israeli. Kwa hiyo wale watoto ni watoto wa agano. Manake Mungu alimwahidi baba Abraham ya kwamba nitakupa uzao kwa mkeo Sarai, baadaye akamwita Sara. Kwa hiyo kupitia mtoto wao Isaka alikuwa na watoto wawili. Wa kwanza alikuwa anaitwa Esau na wa pili alikuwa anaitwa Yakobo. Kwa hiyo mdogo alichukua ule uzaliwa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu unapolisoma Agano la Kale, maana yake lazima lije litimizwe na Agano Jipya. Kwa hiyo lazima kianze kikubwa alafu kimalizie kidogo. Kile kikubwa katika ufalme wa Mungu, maana yake unapokuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu, wewe unaonekana mdogo. Lakini unapokuwa mdogo katika ufalme wa Mungu, wewe unaonekana mkubwa. Kwa hiyo unaposoma habari za wazee 24, ni mfumo wa ukamilifu wa utawala wa ukamilifu wa kiungu ambao Mungu alishaweka tangu kuwekwa misingi ya dunia, ya kwamba utawala wake utaanzia mbinguni mpaka duniani. Kwa hiyo hakuna yeyote ambaye anaweza kuharibu ule mfumo ambao Mungu ameuweka. Ukitaka kwenda kinyume na mfumo na mpango wa Mungu, wewe mwenyewe utakuwa umejiondoa kwenye huo mfumo, kama shetani pamoja na malaika walioasi. Wapo lakini wako nje ya mfumo na wanasubiria adhabu ya kutupwa jehanamu ya moto. Utaona tena mwendelezo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Biblia inasema, ulikuwa na malango 12 na misingi 12. Kwa hiyo unaona mji mpya wa Yerusalemu mpya. Kumbuka ya kwamba sasa hivi kuna Yerusalemu ambayo iko Mashariki ya Kati. Kile ni kivuli cha Yerusalemu mpya ambayo itashuka. Bwana Yesu ataleta mji mpya wa Yerusalemu, ambapo watakatifu wote ambao wamemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, maana yake tutaingia katika huo mji wa Yerusalemu mpya. Sasa huu mji wa Yerusalemu mpya utakuwa ni mji wa milele, lakini huu mji una malango 12 na umejengwa katika misingi 12. Kwa ndo maana nikakwambia kwamba hii namba 12 ni namba ya utawala na ukamilifu wa kimungu. Haleluya, haleluya. Huu ndio mwisho wa mpango wa Mungu duniani. Yaani katika dunia hii ya sasa ni kivuli tu. Kwa hiyo Yerusalemu iliyopo Mashariki ya Kati kwa sasa, maana yake ni kivuli cha Yerusalemu mpya ambayo tutaishi milele na milele. Kule hakutakuwa tena na vita, kule hakutakuwa tena na mapambano kama yanavyoendelea sasa hivi Yerusalemu iliyoko Mashariki ya Kati. Haleluya, haleluya. Angalia huu mwendelezo wa ajabu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura 22 mstari wa 2, Biblia inasema ukazaa matunda 12. Angalia, mti unaozaa matunda 12 kila mwezi. Kwa nini uzae matunda 12 kila mwezi? Haleluya, haleluya. Maana yake ni uzima wa Mungu hauna mwisho. Mungu utunza watu wake milele. Haleluya. Usiogope
Usiogope kitu chochote hapa duniani. Waheshimu watu, mpende Mungu. Hakuna chochote ambacho kitaharibu mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Hakuna, narudia kwa herufi kubwa ya kwamba hakuna chochote ambacho kina uwezo wa kukutoa katika mpango wa Mungu ambao umepangwa kabla ya misingi ya dunia. Kama Mungu alipanga kwamba utakuwa ni mtumishi, kile ambacho Mungu amekipanga kitatimia. Atatumia hata mawe, atatumia njia iliyo sahihi ili aweze kuutimiza huo mpango juu yako. Kwa hiyo usiogope. Walijaribu kutaka kumuua Yusufu, lakini hawakuweza, kwa sababu ulikuwa ni mpango wa Mungu Yusufu aende Misri. Akisha kuwepo Misri aje awasaidie ndugu zake waliotaka kumuua. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukapitia majaribu mbalimbali, usije ukafikiria ya kwamba Mungu amekuacha. Kwenye neno kuachwa kwa Mungu huwa alipo. Wewe labda ndio umwache Mungu, lakini Mungu hawezi kukuacha. Kwa hiyo haijalishi maisha unayoyaona, haijalishi sehemu unapopita, lakini angalia mpango wa Mungu ambao ni mkamilifu. Kama Mungu ameanza na 12 kabila kwa mtu mmoja ambaye ni Yakobo, leo ni taifa. Hata ujaribu kutaka kulifuta, haitawezekana. Alichokianzisha Mungu lazima akitimize. Kwa hiyo wewe unatakiwa utembee ndani ya kile ambacho Mungu alikianzisha. Ndio maana leo kuna watu wengi wanaumia, kuna watu wengi wanapoteza maisha, kuna watu wengi wanalia. Ni kwa sababu unasimama kinyume na mpango wa Mungu. Kama huyo mtumishi alipakwa mafuta na Mungu, wewe kazi yako ni kumwombea. Kama unashindwa kumwombea, nyamaza kimya, endelea na kile ambacho Mungu amekuitia. Rama shakarabasaka. Kwa maana nyingine ni hii, mpango wa Mungu utasimama vile vile. Mpango wa Mungu utanyooshwa vile vile. Watumishi wote mkinyamaza kimya, mwache kuhubiri Injili, mwache kusaidia watu, Mungu atayainua mawe, kwa sababu Mungu hawezi kujipinga katika mpango wake. Kwa hiyo hata ukiacha kuhubiri, hata ukiacha kusaidia watu, nataka nikwambie hivi, mpango wa Mungu utaendelea. Kwa hiyo ninakushauri kupitia somo hili ya kwamba ujue, je, upo kwenye mpango wa Mungu? Uko kwenye kusudi la Mungu? Ili uweze kuona utawala na ukamilifu wa kiungu juu ya maisha yako. Nataka nikwambie, inawezekana watu hawajasema chochote juu yako, lakini iko siku watasema ya kwamba kulikuwepo na mtu mmoja ambaye alikuwepo hapa duniani. Alifanya 1, 2, 3 ikawa 2, 3. Wewe endelea kusimamia kile ambacho Mungu amekuitia. Usiangalie kushoto wala usirudi nyuma. Zidi kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Hata kama unahubiri mtu mmoja, wala usivunjike moyo. Leo mimi ninahubiri zaidi ya maelfu ya watu duniani, lakini nilianza kuhubiri nikiwa ndani ya chumba, nikiwa peke yangu, na nimeanza kuhubiri mitaani na kwenye mastendi, lakini Bwana akaipandisha ile sauti iliyoanzia ndani ya chumba na mtaani kwenda kwenye maredio, kwenda kwenye matelevisheni na kwenye mataifa mbalimbali kwa kwenda. Na sasa ninafikia watu maelfu na maelfu. Wewe unayesikiliza audio hii ni kati ya hao maelfu ambao wanasikiliza.
wanafuatilia. Kwa nini? Kile ambacho Mungu amekianzisha, kwa sababu akipotoshi, kinajenga. Lazima Mungu akikuze na hakitakufa. Ora masaka, hakitapotea kamwe. Sauti itaendelea kuzungumza, vizazi na vizazi vitaendelea kujifunza. Chagua upande wa kusimama, chagua upande wa kusimama, na huo upande ni upande wa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 1, Biblia inasema, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Utamwona mwanamke ametajwa ndani ya Biblia na nyota 12, ishara ya Israeli kwa tafsiri ya Kiyahudi, kanisa kwa tafsiri ya Kikristo. Haleluya. Kwa hiyo huyo mwanamke na nyota 12 inafunua taifa la Israeli na inafunua kanisa kwa tafsiri ya Kikristo au ndani ya Agano Jipya. Mungu ana watu wake waliopangwa. Utambulisho wa kiroho ni muhimu. Kwa hiyo Mungu anatoa utambulisho wa kile alichokianzisha. Nilisema namba 12 inawakilisha utawala na ukamilifu wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tutaona katika Kutoka sura ya 28 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 9, Biblia inasema, nawe umlete Aruni ndugu yako karibu nami na wanaye pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Aruni, Nadabu na Abiu na Eleazari na Ithmari wana wa Aruni. Nawe utamfanyia Aruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima niliowajaza na roho ya hekima, wamfanyie Aruni mavazi ili kumtakasa, anitumikie katika kazi ya ukuhani. Na mavazi watakayoyafanya ni haya: kifuko cha kifuani na naivera na joo na kanzu ya kazi ya urembo na kiremba na mshipi. Nao watafanyia Aruni nduguyo na wanawe mavazi matakatifu ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Nao wataitwaa dhahabu na nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu na nguo ya kitani nzuri. Nao waifanye naivera kwa nyuzi za dhahabu na za samawi na za zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa kwa kazi ya ustadi. Itakuwa na vipande viwili vya mabegani vilivyoungana kwenye ncha zake mbili ili ipate kuungwa, na mshipi wa kazi ya ustadi ulio juu yake ili kufunga mahali pale utakuwa wa kazi kama ile ya naivera, ya vitu vile vile, ya nyuzi ya dhahabu na za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa. Nawe utatwaa vito viwili vya shoamu ya rangi ya chani kiwiti, nawe utachora juu yake majina ya wana wa Israeli, majina yao 6 katika kito kimoja, na majina 6 yaliyosalia katika kile kito cha pili, kwa utaratibu wa kuzaliwa kwao. Mstari wa 11, kwa kazi mtu mwenye kuchora mawe
kama vile muhuri uchorwavyo, utachovywa hivi vito viwili sawasawa na majina ya wana wa Israeli, nawe utavitia katika vijarizo vya dhahabu. Mstari wa 12, nawe utavitia vile vito viwili juu ya vipande vya mabega vya hiyo naivera, viwe vito vya ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli. Naye Haruni atayachukua majina yote mbele za Bwana juu ya mabega yake mawili, ili kuwa ukumbusho. Nawe fanya vijarizo viwili vya dhahabu, na mikuki miwili ya dhahabu safi utaifanya ili iwe mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa. Nawe utaitia ile mikufu ya kazi ya kusokotwa katika vile vijarizo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 15, Biblia inasema, nawe utafanya kifuko cha kifuani cha hukumu, kazi ya fundi stadi. Utakifanya kwa kuiandama ile kazi ya hiyo naivera ya nyuzi za dhahabu na rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani safi yenye kusokotwa. Ndivyo utakavyokifanya. Kitakuwa mraba tena cha kukunjwa, urefu wake utakuwa shibiri moja na upana wake shibiri moja. Nawe ukijaze viweko vya vito safi 4 za vito, safu 4 za vito. Safu moja itakuwa ni hakiki na yakuti ya rangi ya manjano na baramani. Hivi vitakuwa safu ya kwanza, na safu ya pili itakuwa zumaridi na yakuti na samawi na almasi, na safu ya tatu itakuwa hakiki na nyekundu na mistro, na safu ya 4 itakuwa ni zabarajadi na shoamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimekusomea haya maandiko mengi? Ni kwa sababu kuna ujumbe mkubwa huko hapo. Bado Mungu anajifunua kuzungumza na mwanadamu, hata kwa njia ya rangi, hata kupitia njia ya rangi bado Mungu anazungumza. Kwa hiyo nitaanza sasa kufafanua. Ukiangalia katika cover hii ya hii audio, utaona nimeandika namba 12, utawala na ukamilifu wa kiungu. Lakini pia ukiangalia pale juu kushoto, utaona asili ya taifa la Israeli, nimeelezea vizuri kabisa. Alafu hapo chini utaona makabila 12 na wana wa Yakobo. Ukishuka hapa chini utaona hapo katikati, utaona makabila 12 ya wana wa Israeli na wanafunzi 12 wa Yesu. Nimeweka kwa mpangilio mzuri sana. Lakini pia hapo kushoto utaona madhabahu aliyoijenga Eliya kwa kutumia mawe 12. Lakini pia inayofuata utaona ni wakati Joshua baada ya kuvuka mto Yordani alisimamisha kama mnara mawe 12 walioyatoa katikati ya mto Yordani baada ya maji kuachia njia, na baada ya wao kupita alichukua mawe 12. Lakini inayofuata utaona vikapu 12 vya mikate baada ya ule muujiza wa Yesu kulisha watu 5,000. Wanawake na watoto hawakuhesabiwa, wote walikula. Lakini pia utaona hapa nimeweka wanafunzi 12 wa Yesu, utaona hapo. Lakini pia nimeweka sehemu ya wazee 24 ambao nimeshaweka ufafanuzi. Lakini pia utaona mji mpya wa Yerusalemu. Lakini pia utaona mti ambao unazaa matunda kila mwezi, matunda 12. Lakini pia utaona kuna alama ya mchoro ya mwanamke, na yenyewe nimeelezea na nyota 7 kama unavyoziona. Lakini pia nimeelezea nitaelezea pia kuhusiana na habari ya miaka 12 ya Yesu. Kwa nini miaka 12? Na namba 12 ni namba ya utawala kamili wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
lakini yote yanatoka kama nilivyosema kuanzia kitabu cha Mwanzo, lakini pia utaona paka ukamilifu wake. Sasa hapa chini utaona hilo vazi la kuhani. Hii ni muhimu sana. Kila kilichoandikwa ndani ya Biblia, iwe nukta, chochote kilichoandikwa kina maana. Usipuuzie, unatakiwa kuelewa kwa nini kimeandikwa na kwa nini kiko ndani ya sehemu ya neno. Kwa hiyo hili vazi lina maana kubwa sana. Naomba unisikilize kwa makini, na hayo maandiko niliyoyasoma ukiyarudia kuyasoma itakusaidia. Unaona hapo katika hii picha mkono wa kushoto nimeandika vazi la kuhani mkuu, ndivyo lilivyokuwa. Lakini hapo katikati unaona hayo ni mawe 12 ambayo yana rangi mbalimbali, na hilo vazi pia unaliona lina rangi mbalimbali. Kila kitu hapo kina maana. Sasa nitakufafanulia kuhusiana na habari ya mawe 12 yaliyoko kwenye kifuko cha kifuani, lakini pia mawe mengine yalikuwa ni 6 kwenye bega la kushoto na mengine 6 kwenye bega la kulia. Kwa hiyo ukiyajumlisha maana yake unapata mawe 12. Kwa hiyo endelea kusikiliza kwa umakini na kunifuatilia kwa umakini. Utapata faida ya kiroho, utapata faida ya ufahamu, na Mungu atazungumza na wewe na utaanza kuona matokeo makubwa katika kupitia somo hili na masomo mengine yote ambayo nimesha ya posti kwenye ukurasa wangu wa Facebook, YouTube, Instagram pamoja TikTok na trending, na kule kwenye X ambayo zamani ilikuwa inaitwa Twitter, na kwenye WhatsApp status. Lakini pia nitazungumzia kuhusiana na habari ya Urimu na Simimu. Unaona hapo chini nimepangilia inakaribiana na hilo vazi la kuhani mkuu. Kwa hiyo naendelea sasa kufafanua kitu kimoja kimoja. Kwa hiyo namba 12 ni ukamilifu wa kiungu. Ni namba ambayo Mungu hutumia kuonyesha mfumo wake wa uongozi duniani na mbinguni. Utawala wa Mungu kama nilivyosema, na mpangilio wa Mungu, ukamilifu wa Mungu ni namba ambayo Mungu hutumia kuonyesha mfumo wake wa uongozi duniani na mbinguni. Sasa kwenye vazi la kuhani mkuu tunaona mawe ya shoamu, mawe mawili mabegani yenye majina ya makabila, kama nilivyosoma Kutoka sura 28 mstari wa 9 mpaka wa 10. Uchukue mawe mawili ya shoamu. Upande wa bega la kushoto utaweka mawe 6 ambayo maana yake amebeba mzigo, yaani kiongozi ubeba watu. Lakini pia kwenye bega la kulia kuliwekwa mawe 6 ambayo yalikuwa yanawakilisha kiongozi kubeba mzigo wa watu, au kiongozi ubeba watu. Lakini kifuko cha kifuani kilikuwa kina mawe 12 kifuani. Kila jiwe lina jina la kabila. Kutoka sura 28 mstari wa 21. Na hayo mawe yatakuwa kwa majina ya wana wa Israeli 12. Kifua huwakilisha moyo. Mungu ubeba watu kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si yake tunaona maana za rangi za yale mawe. Nyekundu ilikuwa na rangi nyekundu ilikuwa inawakilisha ukombozi. Rangi ya njano ilikuwa inawakilisha utii. Rangi ya kijani ilikuwa inawakilisha uzima. Zambarau ilikuwa inawakilisha ufalme, na bluu ilikuwa inawakilisha mbingu, na nyeupe ilikuwa inawakilisha haki. Sasa nisikilize kwa makini. Taifa la Israeli lilipata uhuru wa kutambuliwa kama taifa kwenye Umoja wa Mataifa mwaka 1948. Walipeperusha bendera yao ikiwa na rangi ya bluu,
na ikiwa na rangi nyeupe na ikiwa na nyota katikati ya hiyo bendera. Hizi ndizo maana zake kwa ufafanuzi. Rangi nyeupe inawakilisha usafi, amani na utakatifu. Pia inahusishwa na mavazi ya kidini ya Wayahudi yanayoitwa tariti, sharti ya maombi ambayo mara nyingi huwa nyeupe. Ndio ile ambayo yule mwanamke aliyokuwa akitokwa damu miaka 12 alishika kwenye pindo la Yesu. Yesu alikuwa amevaa tariti. Ile inatumika wakati wakiwa katika maombi. Lakini rangi ya bluu inawakilisha mbingu, uaminifu na uwepo wa Mungu. Chanzo chake kinatokana na rangi ya kale ya Kiebrania iitwayo tarti, iliyotumika katika mavazi ya makuhani na vitu vitakatifu. Ukiangalia katika Hesabu sura 15 mstari wa 38. Lakini pia nyota ya Daudi ambayo inaitwa Star of David. Hii ni alama maarufu ya dini ya Kiyahudi, inaitwa Star of David, ambayo inaashiria ulinzi wa Mungu kwa watu wa Israeli na pia utambulisho wa taifa la Kiyahudi. Kwa mistari miwili ya bluu juu na chini inaiga muundo wa tariti. Vazi la maombi inaonyesha uhusiano wa taifa na imani yao ya kidini. Kwa hiyo Israeli pia utambulisho wa kitaifa la Kiyahudi kama nilivyosema. Kwa nyeupe usafi na amani, bluu mbingu na uwepo wa Mungu, nyota ya Daudi utambulisho na ulinzi wa kitaifa kama unavyoona na ulivyosikia. Kwa hiyo hapo maana yake Wayahudi wanaamini kwamba ile bendera pia inafunua agano kati ya baba zao na Mungu. Kwa hiyo Mungu huzungumza hata kwa kutumia rangi. Kila kitu kina ujumbe wa kiroho. Kwa hiyo vazi la kuhani mkuu lilikuwa limebeba tafsiri kubwa, kwa maana ya kwamba alitakiwa sasa aje kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedek, ambaye sasa ni Yesu. Katika Agano Jipya tunaona Yesu alipokuja alikuja kwa mfano ule ule ambao kwenye Agano la Kale tumemwona kuhani namna alivyokuwa amevaa. Bwana Yesu asifiwe. 12 aliyotengeneza nini? Taifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuhani mkuu, huyu kuhani mkuu alikuwa akimwakilisha Kristo kwenye agano nini? Kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo Yesu amekuja kama kuhani mkuu ili kutimiza kile kilichokuwa kwenye agano la nini? Agano la Kale. Kwa hiyo sasa hivi tuna Yesu. Tunaelewana ndugu zangu? Lakini kitu kingine, hilo vazi sasa unaloliona na rangi zake zote zina maana. Yote hayo Yesu amekuja kuyakamilisha. Ndio maana sisi kama watumishi wa Mungu katika Agano Jipya hatuvai mavazi yenye rangi kama wanavyofanya watu wa madhehebu mengine. Wanavaa mavazi, kofia kama kuhani wa Agano la Kale, kwa sababu kama Yesu angekuwa hakuja kutimiliza kile kilichoanzishwa kwenye Agano la Kale, tungeendelea na utaratibu wa kile kilichoko kwenye agano nini? La Kale. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya maana yake Yesu kakamilisha, na wewe unapokuwa mtumishi wa Mungu sasa haya mambo tunayafanya kiroho. Ndio maana mchungaji, nataka nikwambie, utatoa hesabu ya watu ambao Mungu amewaleta kwako. Na wewe ambaye ni mzee wa kanisa, ni shemasi ndani ya kanisa, nataka nilionye kanisa, nafasi za uongozi ndani ya kanisa la Yesu aliyelifia msalabani ni nafasi ambazo zinahitaji wajibu, na ni nafasi ambazo utatoa hesabu siku ya mwisho. Ndio maana unaona ya kwamba kuhani alipokuwa akiingia patakatifu pa patakatifu, kwenye kifua chake ana majina 12. Maana yake anakwenda kuwawakilisha watu wa taifa lake. Nataka nikwambie hivi, Mungu anamfuatilia mwanadamu yeyote aliye hai. Haijalishi amepigwa na ukichaa,
haijalishi amepigwa na wewe, bado Mungu anawafuatilia. Ndio maana sisi kama watumishi wa Mungu tunasimama kwa niaba yake ili tuwafikie, tuwaombee wafunguliwe, tuwasaidie. Kwa hiyo kitu kinachoitwa mwanadamu sio kitu cha kuchezea. Wewe endelea kukichezea, utatoa hesabu siku ya mwisho. Kwa hiyo lazima uwapende washirika ambao unawaongoza. Kuna watu leo mnathamini fedha na mali kuliko washirika ambao Mungu amekupa. Uko bize na mambo mengine ya miradi, lakini watu ambao Mungu amekupa ili waongoze, umewaachia watendakazi wa chini. Yesu alionyesha mfano ya kwamba nikimwona kondoo mmoja amepotea, nitawaacha 99 nimfuate yule mmoja aliyepotea. Kwa nini leo wachungaji tunaweka double standard, au sisi watumishi wa Mungu? Akifariki mshirika mwenye jina, labda ni kiongozi, labda mfanyabiashara mkubwa, unaacha mambo yako yote, unakwenda kuhudhuria kwenye ule msiba. Lakini wanapofariki wale washirika wadogo wadogo wasiokuwa na majina, wauza mboga za majani, wale wanaofanya kazi ngumu, unatuma watendakazi, unatuma wazee wa kanisa, lakini wewe hauendi. Yaani wewe uko bize na mambo mengine. Nataka nikwambie hivi, ufalme wa Mungu uko bize kwa ajili ya roho ya mtu mmoja. Ufalme wa Mungu uko tofauti na sisi. Watu wanalia njaa, unawaongoza ndani ya huduma unayoiongoza, wanakufa njaa, lakini Mungu anakuona unawekeza kwenye vitu ambavyo havina uhai, mabilioni na mamilioni ya fedha. Lakini kwa watu ambao Yesu aliwafia msalabani. Tena leo kuna watu wengine mmefikia mbali zaidi, hamtaki kuleta hata semina ndani ya makanisa yenu. Mnasema ya kwamba mna ujenzi wa makanisa, hamtaki kuleta waalimu, hamtaki kuleta wahubiri wengine ili waje kuwafundisha. Kipaumbele cha kwanza cha ufalme wa Mungu ni hao watu ambao amewaleta kanisani. Weka kipaumbele cha kwanza kuwekeza kwa watu ambao Mungu amewaleta ndani ya huduma yako. Hayo mambo mengine yatafuata. Weka semina kila mwezi, watu wapate mafundisho. Hata ikiwezekana kila wiki watu wadumu katika fundisho. Ndugu zangu, kuna jehanamu ya moto bila kupata mafundisho. Watu wanaangamia leo. Watu wanabebeshwa vitu ambavyo hawataki kubebeshwa. Watu leo hawabebeshwi imani, wanabebeshwa vitu vya kushikika. Watu hawamuoni tena Mungu, ya kwamba wakimuita popote walipo leo mpaka wamfate mtu. Yaani kama kwenye Agano la Kale, bila kumuona kuhani mkuu, maana yake hakuna kukuombea ondoleo la dhambi. Yaani kila mtu ametengenezwa kuonekana na matatizo. Yaani kupitia matatizo ya watu, sisi watumishi wa Mungu ndipo tunapopata majina. Kupitia matatizo ya watu. Hii ni aibu mbele za Mungu. Narudia tena, hii ni aibu. Walinde watu ambao Mungu anawaleta ili wahudumie. Hakuna kitu kibaya kama mtu ni mgonjwa, alikuwa na mapepo, umemuombea kadondoka chini, unamtumia huyo kuwa tangazo ya kwamba amedondoshwa chini. Badala ya kuficha sura yake, kuficha uso wake, unamwonyesha duniani kote. Hakuna daktari ambaye akikutana na mgonjwa atasema siri za mgonjwa. Kwa nini leo watumishi wa Mungu tunashindwa kabisa kuhifadhi watu ambao Yesu amewaleta mbele yako? Kwa hiyo kupitia somo hili nataka niseme ya kwamba watumishi wa Mungu tunatakiwa turudi kwenye fundisho. Ndani ya Biblia Mungu ameweka kila kitu. Hakuna chochote ambacho Mungu hajakiweka ndani ya neno. Unapofanya vitu nje ya neno utatoa hesabu. Nataka nikwambie, hata we kiongozi wa kidini, hao watu waliokuja kwako wanamhitaji Mungu, waonyeshe njia ya kweli.
Kama umeamua kuwaongoza hao watu nje ya njia ya kweli, wote, Biblia inasema kiongozi kipofu pamoja na wale wanaomfuata watatumbukia shimoni. Siku moja Mungu atakudai hao watu. Wewe unajua kabisa ya kwamba unafikisha mambo ya dini yako, mambo ya dhehebu lako, lakini haufikishi ukweli wa Mungu, haufikishi injili ya Mungu. Mungu atakudai siku ya mwisho. Hakuna mtu yoyote ambaye alipita kwako na ambaye yuko kwako ambaye hautadaiwa, utatoa hesabu. Na wewe ambao umebahatika kusikiliza mafundisho haya, fanya maamuzi sasa hivi, wala usisubirie kesho, wala usiwapendezeshe watu. Hawa wanadamu tumekutana hapa duniani na kila mtu ataondoka kwa wakati wake. Utaenda kutoa hesabu kama wewe. Kwa hiyo shtuka, fanya maamuzi, okoka, sikiliza neno la kweli. Siku moja utasema hakika nilifanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo kuhani alikuwa anabeba majina 12 kwenye kifua chake, lakini pia anabeba kwenye mabega yake. Bega la mkono wa kulia alikuwa anabeba mawe 6 na bega la mkono wa kushoto yalikuwa ni mawe, sio mawe makubwa. Unauona mfano ambao uko hapo kwenye hii picha au kwenye cover ya hii audio, utaona kabisa yalikuwa ni mawe kama mfano wa nyota ambazo wanawekewa wanajeshi vyeo. Kwa hiyo yale mawe yalikuwa kwa design hiyo, yakionyesha hiyo ishara. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura 28 mstari wa 30, Biblia inasema, nawe utatia katika kifuko cha hukumu Urimu na Sumimu. Urimu na Sumimu, vifaa vya kupata majibu ya Mungu. Agano la Kale vifaa, Agano Jipya vilikuwa vinawakilisha Roho Mtakatifu. Kuanzia Yakobo hadi Yerusalemu mpya, Mungu anaonyesha mpangilio wake kamili. Ukisoma katika Yohana sura ya 16 mstari wa 13, Biblia inasema Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Mungu ni Mungu wa mpangilio. Yesu ndiye utimilifu wa yote. Sisi tumeingizwa katika mpango huo. Namba 12 ni lugha ya Mungu inayoonyesha utawala wake kamili, na kupitia Yesu Kristo sisi ni sehemu ya mpango huo. Nawe utatia kifuko cha hukumu, yaani maana yake Urimu pamoja na Sumimu. Hivi vyote vilikuwa vikiwekwa kwenye kifua cha kuhani. Maana yake nini? Pale kwenye kifua cha kuhani tuliona vilikuweko vinawekwa ndani ya kifuko cha kifuani kwa sehemu ya mawe. Vilitumika kwa ajili ya kuuliza mapenzi ya Mungu, uamuzi wa kiroho. Tofauti kuu, mawe 12, kumbukumbu ya makabila, Urimu na Sumimu, chombo cha kupokea mwongozo wa Mungu. Kwa hiyo unaona nimefafanua vitu vyote kama nilivyokuahidi, ya kwamba kulikuwa na Urimu. Ukiangalia hapo kwenye hilo vazi la kuhani, utaona hapo kinachofuata ni Urimu na Sumimu, vilikuwa vinaambatanishwa kwenye majina 12. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu ameanza kuwakilishwa ndani ya namba 12. Haleluya. Na yeye alikuwepo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu ndani ya kiongozi na ndani ya mshirika, wewe msafiri wa kwenda mbinguni. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nashukuru kwa kutenga muda wako kunisikiliza, lakini pia Mungu akubariki kwa sababu una share kwa watu wengine. Wewe ambao unatamani kuhubiri pamoja nami, ninakukaribisha. Unahitaji kutuma sadaka yako, unahitaji kutuma mchango wako, unaweza ukatumia namba ambayo nimeiweka kwenye hii cover hapo juu. Ndio mimi, picha yangu, lakini unaona Pastor Lazaro Samuel Kilala. Ninapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Nikiwa sipo
ndani ya Tanzania. Hiyo namba inatumika pia kwenye WhatsApp, lakini pia nikiwepo ndani ya Tanzania kwa ajili ya mambo ya huduma. Kwa hiyo unaweza ukatumia hiyo namba 0761381955. Kwa hiyo pia ukihitaji maombi na maombezi tumia hiyo namba, lakini pia unaweza ukaniandikia kwenye ukurasa wangu wa Facebook, YouTube, TikTok trending, hata kule kwenye X ambao ni Twitter ya zamani, kwenye WhatsApp. Wewe tuma ujumbe, nitakuombea, napiga, nitapokea simu yako, na Mungu wa mbinguni akubariki. Asante sana.